Karibu sana mtazamaji wa MCC katika matangazo haya. Mimi ni Musa Njosa the Big One kutokea MCC Makongoro Church Channel. Safari ya Injili na Mission inaendelea. Na leo tupo katika kanisa la AICT Mbezi Beach jijini Dar es Salaam. Hapa tumekutana na wadau wa Injili na Mission. Wanayo mengi mazuri wameweza kuzungumza. Karibu uweze kuwasikiliza. Ninaitwa Milka Mafuri, ni profesa katika Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili na ni muumini wa kanisa la AICT Mbezi Beach. Hapa ninatumika kama mwenyekiti, kama mjumbe katika kamati ya ujenzi, lakini pia ni makamu mwenyekiti katika kanda ya Tegeta na Boko. Kama muumini wa Mbezi Beach nimekuwa mstari wa mbele pia katika kushiriki katika uinjilishaji na umisheni na katika sehemu mbalimbali ikiwemo kule kwa Wadatoga, na nakumbuka kwamba tulihusika katika kuhakikisha kwamba tunawaona watu kule, na kulikuwa na matatizo mengi ya macho. Mimi ni mtaalamu wa macho na tuliweza kupata watu wengi ambao walikuwa hawajui waende wapi. Kwa hiyo tuliweza kuhubiri Injili, lakini wakati huo huo tulifanikiwa kuweza kuwasaidia matatizo yao ya macho. Waliopata rufaa wakapata rufaa, waliopata miwani wakapata miwani. Niseme tu kwamba hili ni jambo zuri kwa sababu mwili wa binadamu ni mwili roho, na hivyo inabidi kwamba roho inapomjua Mungu, lakini mwili wake una mahitaji ambayo yanaweza yakamsaidia pia kumjua Mungu zaidi. Tujitahidi katika kuinjilisha kwa sababu kuna watu ambao hawamjui Mungu kabisa. Unapomjua Mungu ni kitu cha kwanza. Ukimjua Mungu utajua namna pia ya kutunza mwili wako, utajua namna ya kujihifadhi, na utaweza kufanya mambo mazuri ambayo yatasaidia hata kutunza mwili wako pamoja na nafsi yako. Kwa hiyo niwatie moyo kwamba tuendelee kusimamia uinjilishaji, haijalishi uko kwenye taaluma gani. Kila taaluma ina namna ya kumgusa binadamu na kumvuta kwa Yesu. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ninaitwa Moses Mponeja, ni makamu mwenyekiti wa elimu ya Kikristo, kwa kifupi tunaita EK, lakini vile vile ni makamu wa uhasibu katika idara yetu ya fedha hapa ya AICT Mbezi Beach. Kitaaluma mimi ni muhasibu. Nitumie nafasi hii kuongelea habari ya umisheni. Mimi kama mjumbe wa elimu ya Kikristo tumekuwa tukitumia nafasi kuhamasisha kanisa pamoja na walimu kwenda katika mafunzo ya ziada. Hiyo yote ni kuwaongezea uwezo. Wanapopata uwezo kutoka kwa mafunzoni ikiwemo Sangasanga, Morogoro, wakirudi hapa wamekuwa wakiwa bora zaidi na wamekuwa wakitoa elimu kwa watoto wetu, na hawa watoto wamekuwa na impact kubwa kwa marafiki zao huko shuleni. Tumekuwa tukipata wageni wanaotokana na Injili waliopata kutoka kwa wale wanafunzi walioipata elimu kutoka kwa hawa walimu ambao tumewekeza katika kuwajengea uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wito wangu mimi, wewe na yeye, kila mmoja ashiriki katika kuifanya kazi ya Bwana. Maandiko yanasema mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Chochote ulicho nacho, Mungu alichokujalia ni kwa sababu ya kazi ya Bwana. Niwahamasishe marafiki, majirani wote, hata wewe unaokaa nao popote ulipo, wahamasishe wawekeze shambani mwa Bwana. Katika kuwekeza shambani mwa Bwana hautapoteza, zaidi utaieneza Injili. Yesu asifiwe. Kwa jina ninaitwa Geraldina Maruru. Hapa kanisa najulikana kama Mama Simbila. Sisi kama Mbezi Beach tunamshukuru sana Mungu kwa kutuwezesha kwa na hii huduma ya uinjilishaji katika sehemu ambazo hawajafikiwa na Injili. Tumekuwa tukitoa michango mbalimbali kwa ajili ya kuwezesha Injili iweze kuwafikia watu walioko Endamaga. Basi sifa na utukufu tunamrudishia yeye. Lakini zaidi sana tunapenda pia kuwasihi watu wa makanisa mengine, waumini mbalimbali, hata watu tu ambao wana vipato mbalimbali waweze kusaidia hii huduma, ili hata wale wenzetu ambao wako huko ambao Injili haijawafikia ikiweze kuwafikia. Na
ni wito au tuseme ni baraka kwa Mungu tunazipata kwa kupitia hii huduma ya uinjilishaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina langu linaitwa Mariko Misaraba, ni mzee wa kanisa katika kanisa la AIC Mbezi Beach, Dar es Salaam. Ninapenda kuchukua nafasi kumshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa la Mungu mahali hapa. Na sasa nataka kuzungumzia habari ya huduma ya injili na mission. Kanisa letu tunamshukuru Mungu, tunajihusisha na huduma ya injili na mission. Tumewahi na tumekuwa tunapeleka huduma hizi. Tumepeleka kule Ndabaga, Ziwa Eyasi, tunahudumia missionari walioko Lindi, eneo la Likawage na sehemu nyingine. Tumemwona Mungu akitenda pamoja nasi ili kutimiza huu wito mkuu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyotuagiza kwamba tuenende ulimwenguni mote tukahubiri injili. Nipende kumshukuru Mungu kwamba tumeendelea kufanya huduma hii na tumeona Mungu kabisa akitutendea na akitubariki kwa namna hiyo. Kwa kuwa Kristo ni agizo letu kuu, nitoe wito kwa Wakristo wenzangu wa AIC Mbezi Beach tuendelee kufanya kazi tena na tena. Lakini si AIC Mbezi Beach peke yake, nitoe wito kwa makanisa, vikundi, watu binafsi kutoa muda wao. La kwanza kuombea kazi ya huduma ya injili na mission, kuombea wa missionari, lakini pia kujitoa kwenda kabisa wale ambao watakuwa na mzigo wa kwenda, lakini wale ambao hawatakuwa na mzigo huo kusupport kwa mali zao. Kazi yetu sisi sote, na hili ndio agizo letu kuu alilotuagiza Bwana wetu Yesu Kristo. Kitabu kile cha Injili ya Mathayo ile sura 28 mstari wa 19, hilo ndio liko agizo pale kuu. Kwa hiyo niwaombe wapendwa wangu, niwaalike tushiriki kwa kazi hii ya kumtumikia Bwana, kupeleka injili mahala ambapo injili haijawafikia. Mungu atubariki sana. Kwa jina naitwa Charles Bulashi, ni mzee wa kanisa hapa, kanisa la AIC Mbezi Beach, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya injili na umisheni. Kitaaluma ni katika eneo la usimamizi na utawala wa biashara, na zaidi sana katika eneo la miliki kuu ama real estate kwa lugha ambayo ni ya kitaalamu. Cha kwanza kabisa tunamshukuru Mungu sisi kanisa la Mbezi Beach kwa kutumia taaluma za Wakristo ambao wamejaliwa na Bwana kwa taaluma mbalimbali katika kuhakikisha injili inafika maeneo yote. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sisi kama waratibu na mimi kama mwenyekiti, kwa maana kwamba kila taaluma tunaona namna ya pekee ambavyo inaweza ikarahisisha kazi ya injili na umisheni. Tumekuwa tunao madaktari, wanasheria, walimu, mainjinia na taaluma zingine za fedha na kadhalika, ambazo kwa pamoja tunamshukuru Mungu sana kwamba kila eneo husika linahusika katika kuhakikisha kwamba injili inafika kwa maeneo ambayo hayafikiki kirahisi. Kwa hiyo wito wetu ni kwamba wanataaluma mbalimbali waliomo makanisani tuone namna ya kuunganisha nguvu, kwa sababu elimu ya Mungu ikiwa ya kwanza katika maisha ya mwanadamu, basi mengine yote yanaweza kuwa ni marahisi katika maisha ya mwanadamu hata anapoendelea kumtumikia Mungu. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wanataaluma mbalimbali makanisani kote, sehemu zote, tuone namna ambavyo taaluma zetu tutaziunganisha kwa pamoja kuhakikisha injili tunaipeleka kwa wakati, lakini pia kwa kutumia rasilimali zote zikiwemo fedha na vitu vingine ambavyo vinaweza kuwafanya watu tunaowafikia kuokoa maisha yao ya kiroho na kimwili. Mungu awabariki sana. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Musa Ruzali, mchungaji wa AICT Mbezi Beach. Ninapenda kumshukuru sana Mungu kwa wema wake na fadhili zake. Mungu amekuwa mwaminifu mno katika huduma na kazi ya kumtumikia. Kanisa la AIC Mbezi Beach limekuwa na mstari wa mbele kufanya kazi ya umisheni.
limefanya kazi ya umisheni huko Endamaga kwa Wadatoga huko, lakini pia limeendelea kufanya safari za huko kusini kwa Wamwela na Wangindo, lakini pia lilipewa nafasi ya pekee kabisa kuratibu safari ya kwenda Msumbiji mwaka jana. Kwa neema ya Mungu haikutokea, lakini bado tuko katika mpango wa kupeleka injili huko Msumbiji. Ninapenda sana kumshukuru Mungu kwa kazi kubwa ambayo watu wa Mbezi Beach kulingana vipawa vyao na karama zao na taaluma zao jinsi wanavyoweza kuzitumia kwa ajili ya kupeleka habari njema, habari ya umisheni. Nipende tu kutoa wito kwa makanisa mengine kuona umuhimu wa kutumia vipawa na karama ambazo kwa kanisani. Tuweze kutumia rasilimali watu ambao wamo kwa ajili ya kuwafikia wengine kwa neno la Mungu. Wapo wengi, yapo makabila mengi, wapo watu wengi ambao hawajasikia neno la Mungu. Wako mbali, wengine wako katikati ya mji. Hata kwenye jiji la Dar es Salaam hapa kuna watu wengi, kuna makundi ya watu mengi ambao hawajafikiwa na injili. Mungu atusaidie kuwa na maono ya kuweza kuifikia jamii na neno la Mungu, tukiweza kutii agizo kuu la Bwana wetu Yesu Kristo ambalo anatuambia enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili. Mungu atubariki sana. Asanteni sana. Asante sana mtazamaji wa MCC. Hakika umejifunza mengi. Wito mkuu kwa wadau wa injili, wanasema shamba la Bwana mavuno ni mengi, watendakazi hakuna. Kwa wito huu na ukaribisha uweze kuungana nao katika kuipeleka injili sehemu ambayo haijafikiwa. Asante sana kwa mkuu wa idara ya injili na mission AICT Mchungaji Emmanuel Shirikale kwa kudhamini kazi hii ambayo inasababisha watu waweze kuona kile kinachoendelea katika maeneo ya umissionari. Leo tulikuwa katika kanisa la AICT Mbezi Beach jijini Dar es Salaam. Kutokea hapa hatuna la ziada kwa leo. Mungu awabariki sana.